Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe kwenye kipindi cha mafundisho, nikiwa na tumaini ya kwamba zile vipindi zingine ambazo nimekuwa nikifundisha zimekuwa za msaada sana kwako, na hata leo naamini ya kwamba Mungu atakuongelesha kupitia kwa hili fundisho ambalo amelitia ndani yangu. Mimi ni mwalimu wa neno, na ndio kazi ambayo Mungu alileta hapa duniani kuifanya, na tayari nimeamua kuanza kuifanya, ingawaje ni kwa udogo, lakini nitafikia kwenye mwisho wa safari siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo ningependa nifundishe kuhusiana na madhabahu, na hii ni topic ambayo inamhusu kila mtu sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana uhusiano wa madhabahu kati ya kila mtu ambaye ananisikiliza. Na ningependa kwanza nifundishe kwanza madhabahu ni nini. Madhabahu ni kiunganishi cha ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa kiroho. Yaani kiufupi, unafaa uelewe kwamba wewe mwanadamu unaishi hapa duniani kwa sababu uko na qualification zote za kuishi hapa duniani. Lakini ukitaka kupaa katika anga, utahitaji uwe na ndege ili ukae kwenye anga. Vinginevyo mtu akikurusha na alafu ukuwe hauna kitu ambacho ni cha kukushikilia kwenye anga, ni bila shaka utaanguka, kwa sababu kama mwanadamu haukutengenezwa kukaa katika anga. Vivyo hivyo spirits nazo hazijatengenezwa kukaa duniani. Lazima zitafutiwe namna ya vile ambavyo zitaletwa katika ulimwengu, katika dunia. Lakini pia wewe kama mwanadamu haujatengenezwa kukaa katika ulimwengu wa kiroho ukiwa na huu mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uhakishe kwamba unaenda katika ulimwengu wa kiroho kwa namna ya kiroho, ama ukitumia roho yako. Ndio maana kuna maandiko yanasema kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Yaani mbinguni anayeishi ni Mungu, malaika zake na spirit zingine ndio zinaishi kule, kwa sababu Mungu ni roho, na hao wamwabudiwe inawapasa wamwabudu katika roho na kweli. Anaishi mbinguni katika ulimwengu wa kiroho kwa sababu yeye ni roho. Na ndio Mungu hata yeye mwenyewe aingie hapa duniani lazima atumie mwili wa mwanadamu. Mara nyingi huwa anatumia mwili ili akuje hapa duniani aweze kurelate na wanaoishi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ili tuunganike na ulimwengu wa kiroho, inakuanga ni lazima tutengeneze madhabahu. Na hii inatupa tafsiri ya kutuonyesha kwamba kumbe madhabahu ni gari, madhabahu ni kibebeo cha kubeba roho zetu, ama kubeba roho kutoka kuzimu ama kutoka mbinguni zinakuja hapa duniani. Madhabahu ni kibebeo cha spirits. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapoongelea kuhusiana na madhabahu kama kiunganishi cha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili, nimeeleza bayana kwamba samaki ukimtoa ndani ya maji, ni bila shaka utampea dakika chache atafariki, kwa sababu hakutengenezwa kukaa ndani ya maji. Lakini mwanadamu tu ambaye anaishi duniani bila shaka, bila kuwa na usumbufu wote, ukimtoa katika ulimwengu ukamweka ndani ya maji, kama hajui kuongelea, kama kichwa chake hakitakaa juu, yule mwanadamu lazima atafariki ndani ya maji, ashindwe kuongelea na omena, kwa sababu hajatengenezwa kukaa ndani ya maji. Nikasema kwamba hapa duniani sisi wanadamu tumekuwa designed, ndio sababu tunaitwa mwanadamu. Tumekuwa designed kuishi hapa duniani.
Na tukitaka kuungana na ulimwengu wa kiroho ama kusafiri katika ulimwengu wa kiroho, lazima tutengeneze madhabahu ili tuunganike na ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo madhabahu ni kibebeo cha spirit, kibebeo cha roho. Madhabahu ni kiunganishi cha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 na ule mstari wa 10 pale, maandiko yasema kwamba kisha nikaona roho za watu waliokufa wakiwa ndani ya Kristo zikiwa madhabahuni. Kumbe roho huwa zinakaa madhabahuni. Roho huwa zinakaa katika madhabahu kama zitataka kukaa hapa duniani, na roho ya mwanadamu kama itataka kukaa katika ulimwengu wa kiroho lazima nao ikae madhabahuni pia katika ulimwengu wa kiroho. Maana mwanadamu haja kuwa designed kukaa katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana baada ya kuwa tumefufuliwa ili tupate kuishi mbinguni, itabidi tupewe miili mipya ambayo ile miili itatuwezesha kuishi katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mbinguni kuna madhabahu ambao ile madhabahu ndio wanadamu wanaishingi pale, pamoja na kuwa tuko hapa duniani, miili yetu iko hapa duniani, lakini tunapookoka huwa tunakaanga katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, na katika huo mkono wa kuume wa Mungu Baba kuna madhabahu iko pale. Utaenda kusoma kwa wakati wao kitabu cha Isaya mlango wa 6 na mstari wa 1. Isaya anasema kwamba wakati alipokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi kwenye kiti cha enzi na vazi lake limetandazwa kwenye hekalu. Sasa hapo kwenye hiyo hekalu ni madhabahu ya mbinguni, ambapo baada ya kuwa mtu ameokoka anaishi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba katika madhabahu ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana najaribu kukuambia kwamba roho ya mwanadamu ili ikae katika ulimwengu wa kiroho lazima ikae madhabahuni, lakini pia roho za kuzimu, roho za mbinguni ndio zije kukaa hapa duniani, lazima kuwe na madhabahu ambayo imetengenezwa ya kuzibebea hizo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo ndio maana sahihi ya madhabahu. Lakini pia tunaweza kusema kwamba madhabahu ukiona mtu ambaye ako na spirit, amepagawa na pepo, ama mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu ndani yake, ujue kwamba huyo mtu anajua mambo ya madhabahu. Maana roho lazima ikae katika madhabahu. Lazima roho ikitoka katika ulimwengu wa kiroho ikuje itue katika station ambayo inaitwa madhabahu ili iweze kukaa pale. Na ili hiyo roho ikae mahali kwenye madhabahu, aidha hapa mbinguni ama katika hapa duniani ambapo umeitengenezea madhabahu, lazima hiyo roho uipee chakula cha kukula. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4 na mstari wa 4, Yesu anasema mtu, ina maana huu mwili, mtu hataishi kwa mkate tu, mbali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Ili roho yako izidi kukaa ndani yako na izidi kuwa na nguvu, ili Roho Mtakatifu azidi kukaa ndani yako, lazima ukuwe na neno ambayo ile neno litafanya roho yako endelee kuishi. Maana neno ndio chakula cha spirit, cha roho. Na ndio maana wachawi wakitaka upagawe na pepo huwa wananuiza maneno, watatamka maneno fulani ambayo yale maneno tunaita manuizo. Yale maneno ndio yanafanya spirit izidi kukaa na mchawi, izidi kukaa na mtu. Maana Yesu anasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno. Spirit huwa inatakanga neno, uiamuru kwa neno, inakaa mahali kwa sababu ya neno ambalo imeamuriwa. Lakini pia maspiriti ya kichawi, maspiriti ya kishetani ndio yakae katika eneo ama ndani ya mtu, ndani ya mwili wa mtu. Lazima pamoja na kuwa yatakuwa yameamuliwa kwa neno, lazima pia yapewe damu, kwa sababu shetani huwa anakunywanga damu.
yanapewa chakula na lakini pia yanapewa protection. Ndio maana masanamu huwa zinalindangwa na watu. Masanamu ambazo zimetengenezwa huwa zinalindwa na watu.